Ifahamu Orthodox, ijue leo Orthodox. Na kipindi hiki nimemtembelea father, atajitambulisha ni father kutoka kanisa la Orthodox, yajue mengi kuhusiana na Orthodox leo. Na leo nipo Kilosa hapa Morogoro kwa father. Nataka niwaletee historia nzima, niwaletee vitu ambavyo hukuwahi kusikia kuhusiana na kanisa letu la Orthodox Church. Je, unafahamu Orthodox? Basi kutana na father. Leo katika Biblia Kidijitali nimeamua kuchimba historia ya kanisa la Orthodox. Naam father, jina lako ni nani na kwa utambulisho wako kwa kifupi? Naitwa Father Laurent. Ndio. Padri wa kanisa la Orthodox. Kwa Tanzania, lakini Russia ni Orthodox. Okay. Father, tumekuja kwa ajili ya kutafuta kujua historia ya Orthodox. Orthodox imeanzia wapi na kwa nini inaitwa Orthodox? Na zaidi ya haya maswali, tuanze na hilo la kwanza. Orthodox maana yake ni nini na inasimamia mizizi ipi? Unaposema Orthodox, neno Orthodox maana yake ni imani sahihi. Ndio. Tafsiri ya haraka ni imani sahihi. Lakini swali lako imeanzia wapi? Ni kwamba Orthodox imeanzia Jerusalem. Ndiko Ukristo ulikoanzia. Jerusalem, na kuna na katika Biblia ukisoma kuna nyaraka ya kwenda kwa Efeso, waraka kwenda kwa Korinto. Maeneo haya yote ni maeneo ya Orthodox. Ndio. Antiokia hii hapo ni maeneo ya Orthodox, mahala ambapo Wakristo waliitwa Wakristo kwa mara ya kwanza. Antiokia. Ndio. Hiyo iko kwenye Matendo ya Mitume, ndio. Ni Orthodox. Kwa hiyo kanisa la Orthodox limeanzia Jerusalem. Ni sawa. Lakini kuna tetesi na story nyingi kwamba Roman Catholic ndio kanisa la kwanza hapa ulimwenguni, na kwa mujibu wa historia na vitu kama hivyo. Je, Orthodox na Roman ziligawanyika ama ilikuwaje? Mtupe hapo mambo ya chini ya kapeti hapo. Asante. Ukristo haukuanzia Ulaya ya Magharibi. Ukristo umeanzia mashariki ambao ni Jerusalem. Jerusalem, Antiokia hiyo kwenda mpaka Uturuki. Ndiko ulikosambalia. Sasa kwa mujibu wa historia na uhalisia na ukweli ulivyo, ni kwamba kanisa la Roman Catholic ni sehemu ya kanisa la Orthodox. Tupe hapo vitu. Makanisa haya yaligawanyika tu ni mwaka 1054. Ndipo ilipopatikana kanisa linaitwa Roman Catholic mwaka 1054. Na mgogoro ulisababishwa, mgogoro ni kati ya Patriarchate ya Roma na Patriarchate ya Constantinople pale Uturuki. Unaposema hiyo Patriarchate unamaanisha nini? Jimbo ama nini? Naposema Patriarchate maana yake inamaanisha ni kama majimbo, kwa sababu enzi hizo kulikuwa kuna majimbo 5 dunia nzima. Yes. Majimbo 5 hayo, la kwanza ilikuwa ni jimbo la Jerusalem. Ndio. La pili ilikuwa ni Alexandria. Ndio. 3 ni Antiokia. Ndio. 4 Constantinople. Ndio. 5 jimbo la Roma. Ndio. Sasa katika haya majimbo 5, jimbo moja hilo la Roma Catholic ndilo lilijitenga na umoja wa haya makanisa, haya mengine majimbo mangapi? 4. Kwa likabaki peke yake na uongozi wake peke yake. Kwa ndo pale tukapata Roman Catholic pamoja na Orthodox. Ndio pale tukapata sasa Roman Catholic na Orthodox ikakuwepo sasa. Sasa neno Orthodox likaja kwa watu sasa baada ya kuona kuna makundi mangapi? Mawili. Kwamba huku kuna Roman Catholic. Hawa Orthodox, maana yake wanaposema hawa Orthodox wanamaanisha hawa wa kweli, hawa wa halisia. Na hamkujiita nyie wenyewe. Hatukujiita sisi kama Orthodox. Yes, ndio. Na ni kama vile Wakristo hawakujiita wao Wakristo, waliitwa. Kutokana na Injili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo si ndivyo. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba kwa hiyo Roman ilikuwa ni sehemu pia ya Orthodox. Ndio. Na hizi sakramenti 7,
nini tofauti, labda niweke hili swali, nini tofauti kati ya Roman Catholic na Orthodox? Kwa sababu mnataka kufanana, unajua, mavazi, picha kama hivi. Ni watu wachache sana ambao hawajui kwamba Orthodox wanabatiza kwa maji mengi. Niambie, nyinyi tofauti yenu na Roman Catholic ni nini hasa? Kwanza mwandishi, nikusahihishe kitu kimoja. Nimekusikia umesema picha ziko hapa sina kwa Roma. Ni kwamba sisi tuna picha, lakini kule Roman Catholic kuna sanamu. Naona ni vitu viwili tofauti. Ndio. Sasa swali la ubatizo ni kwamba sisi tunabatiza ubatizo kwa kuzamisha kwa kwenye maji mengi, kwa sababu ndio ubatizo tulioachiwa na ndio tulioagizwa kufanya. Na ndio mitume walifanya huo. Ndio. Na mwanzilishi wa imani yetu ambaye ni Yesu Kristo, na yeye alipitia humo. Kwa hiyo tunapita katika hatua zile zile ambazo Kristo alipita. Okay. Na tofauti kwanza, ukiingia ndani mjengo wake unaona ni tofauti. Kwa namna ujenzi ulivyo. Ni cha kwanza. Cha pili ni vitu sasa vya ndani vya kimafundisho. Kwa upande wa sakramenti, sakramenti 7 hizo tunazo kama walizonazo Roman. Sakramenti ni nini na zinaweza kuzitaja? Sakramenti, naposema sakramenti namaanisha ni matendo ya kiimani. Kwa mfano ubatizo. Ubatizo liko kwenye neno la sakramenti kanisa tunasema. Yaani unasema sakramenti tuseme ni kama ni matendo ya mwili kabisa hivi yanayowakilisha kitu fulani kwenye imani, ama nini? Matendo ya kiimani. Matendo ya kiimani. Kwa mfano, sema ubatizo. Ubatizo unasimama kwenye neno hilo sakramenti, ndani ya neno hilo. Kuna ndoa, padri, meza ya Bwana, yote inasimama kwenye sakramenti. Okay, sakramenti is the same. Nini tatizo? Tunakuja sasa kutofautiana kwenye mambo ya kiimani sasa huko ndani. Kwanza ujengaji ule wa makanisa tumetofautiana. Kwamba sisi kama unavyoliona hapa ina sehemu kama 3. Altari unaiona kama iko kule. Unaona? Lakini kuna eneo la waumini, kuna eneo la mwanzo liko kule. Kwa hiyo altareni huko ndiko kunakofanyika sadaka ya Kristo. Na ndivyo ilivyokuwa makanisa. Tofauti nyingine ni kwamba padri anapoendesha liturujia sisi kwamba kule walikotazama waumini na yeye anatazama kule kule. Tunautazama msalaba. Kwa sisi hapa ni kwamba tazama ufufuo. Kwa sababu Kristo amefanyaje? Kristo amefufuka. Kwa tunatazama ufufuo. Hizo tofauti hizo. Na ni kweli hapo, kwa sababu sisi tunamwamini Yesu aliyefufuka. Na ndo ambaye tunaye. Sio Yesu wa Nazareti yule. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kutangaza ufufuko. Na imani ya Kikristo imejengwa katika kufufuka kwa Yesu. Amina, ni sawa. Sasa ndio hiyo tofauti, lakini zingine sasa ni tofauti za kimafundisho ndani. Kwa mfano kuna ubatizo, kuna Maria msimkingi wa dhambi, kuna tofauti labda kama za ubatizo hizo. Lakini pia kuna tofauti za ndogo za, kwa mfano kwa mapadri. Kwa mapadri sisi tumegawanyika makundi mawili. Wapo wanaooa na wasiooa wapo. Okay, sawa. Kwa wenzetu kule ni kwamba wote haruhusiwi kuoa. Haruhusiwi kuoa, Kwa hiyo kuna tofauti zipo. Labda fundisho kuu wanalosimama nalo Orthodox ni nini? Kwa maana ukienda KKT watasema justification by faith, haki kwa njia ya imani. Ukienda sehemu nyingine na wenyewe wanasema wokovu lazima uendane na matendo. Justification by mixing act and faith. Nini mnasimamia fundisho ripi kwa habari la wokovu? Tunasimamia fundisho la kusema kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo ni imani na matendo. Mtakatifu una utakatifu wa roho, nafsi na mwili. Isiwe roho tu peke yake nimeamini tu kwa nitakwenda mbinguni.
azima na matendo yawe. Na matendo. Na matendo. Amina. Na Orthodox huwa husiki na swala la Christmas mara nyingi kwenye tarehe 9 tarehe 25 Disemba. Wamekuwa wakionekana kama hawasherekee hilo sikukuu, tofauti na makanisa mengi. Hili unalizungumziaje? Nini haswa tatizo? Ni kwamba sio kwamba tusherekee. Tunasherekea. Isipokuwa tumetofautiana kwa kalenda. Sisi tuna kalenda tunayotumia zamani ya Julian. Kuna kalenda ya Gregori. Kalenda ya Gregori sisi hatuitumii kanisa. Tunaitumia kwa secular. Sasa makanisa mengi unayoyaona au Wakristo wengi unaowaona wanaosherehekea hiyo tarehe 25 Disemba, kwamba hawa wote wanatumia kalenda ya Gregori. Kalenda hii mwenye nayo kanisa la Roman Catholic. Hao wengine hawana kalenda. Ndio. Kwa hiyo hiyo tarehe 1 mwezi wa kwanza Januari ni sawa na tarehe 25 Disemba kwenye Gregori. Kwa hiyo wote tunasherehekea tarehe 25. Wote tarehe 25. Kwa sababu leo Gregori anasema leo tarehe 7. Ndio. Sisi kwa Julian ni tarehe 25. Kwa hiyo tarehe ni ile ile tu. Tarehe ni ile ile. Ila kalenda tofauti. Kalenda zinatofautiana pale baada ya kutengenezwa kalenda mpya hiyo ya Papa Gregori hiyo. Ilikuja ikapishana na hii ya Julian siku 13. Okay. Kwa hiyo ilirudishwa nyuma siku 13. Okay. Kwa hiyo tunazo kalenda hapa mbili. Kwenye sasa sisi kama kikanisa tunatumia kalenda hiyo ya Julian. Okay. Of course, kwa sababu ile Roma Empire ilitawala sana, inawezekana ndio maana hata sisi secular tumetumia Gregori. Na kwa kuongezea tu kwa mujibu wa kalenda hapo kwamba Gregori ile kalenda wakati inatengenezwa haikuwa kwa lengo la kutumika kanisani. Huko Roman Catholic haikuwa lengo. Ilikuwa ni lengo kwa ajili ya secular. Kwa sababu tayari kanisa walikuwa na kalenda ambao ndio hii ya Julian. Sasa baadaye ndio wakaamua tu kuiacha, wakaamua kutumia sasa moja kwa moja hiyo ya Gregori ndani ya kanisa. Lakini hapo si hamna kosa kiimani. Kiimani tunaweza kusema kwamba kuna kosa, lakini kuna vitu kama mkanganyiko unaoona sasa wewe unaoona mkanganyiko sasa hivi. Wa sherehe. Maana sasa unajikuta Wakristo mara fulani hivi au wengine hivi wanabaki wanashangaa kwa watu wasiojua. Kwa nini mpaka mtu sasa aweze kuelewa kumbe kuna tofauti wa kalenda umesababisha. Mwingine ukimwendea sasa hivi atashangaa sasa hii Christmas leo imekuwa kwaje leo? Okay. Na sasa nataka kujua, maana yake nimepita Tanzania sehemu nyingi, kuna Orthodox Coptic. Sasa ninaiona sana inafanya vizuri Msoma na kule Kasulu. Na baadhi ya maeneo ya Kenya, lakini pia Misri naona inafanya vizuri na watu wengi. Pia nakasikia tena kuna Orthodox Russia, kuna Orthodox nyingi Alexandria na sehemu tofauti. Nataka kufahamu hii kinacholeta Warusi, wa Greeki, vitu kama hivyo ni nini haswa? Sawa. Kwamba tunachoangalia ni imani. Imani ni moja. Hata kama ataitwa Russia, ataitwa Greeki, ataitwa Nyakyusa, sio ataitwa nani? Tunachoangalia ni imani moja. Hizo zote ni imani hii moja. Sasa kuitwa Russia au kuitwa Greeki ni kwamba tu ni maeneo huko ambako mission ilikoanzia. Ni kama vile inavyoitwa Roman Catholic. Kwamba makao yake ni wapi? Ni Vatican. Kwa sisi Russia ni kwamba tumepokea kutoka Russia. Maana tupate ile cheni. Ile cheni ya imani. Huyo Coptic naye ametoa tu Misri. Coptic naye ni Mwarabu wa Misri hapo. Na Mgreeki naye katoa Greek. Lakini si kwamba madhehebu ya ndani ya Orthodox, ni sehemu tu alizo utume ulipotokea. Ni utume tu ulipotokea, lakini imani yake ni moja. Okay. Hilo nimekupata. Mimi Father na shukuru. Na lipi la kuongezea? Unasema nini kuhusiana na Orthodox? Ninachosema tu napenda kuwakaribisha watu wajitahidi kusoma
kutafuta historia ya kanisa, kwa sababu historia ya kanisa ndio inayokupa msingi wa imani. Ukikosa hiyo unaweza usipate msingi wa imani. Na ukiangalia kwa sasa hivi mafundisho yako mengi, lakini lazima uyatafutie msingi. Na imeanzia wapi? Msingi unapatikana kuanzia wapi? Historia. Kwa hiyo watu wajitahidi kuitafuta historia. Na kwa bahati nzuri Orthodox tuko hapa, tunawakaribisha. Okay, kwa anayetaka kujua Ukristo halisi tunamkaribisha. Na mwenye maswali zaidi tutamkaribisha. Sawa, mimi nakushukuru, tunadhani tutaonana Mungu akipenda. Amina, karibu sana. Jumapili tutakuwa pamoja Father. Karibu sana. Asante.